Hello my good people, mambo vipi? Mko poa? Mnaendeleaje wadau? Iskadala here. Kama ambavyo mnaona vifaranga vya bata tumemnyang'anya mama yao wale vifaranga, tumemrudisha mama bandani. Vifaranga tumewatenga baada ya kuona kuna kuku wametotoa vifaranga. Kwa hiyo nikaamua kuwanyang'anya wale kuku vifaranga vyao na bata nikanyang'anya, nimekuja kuwatunza kama ambavyo huwa tunawatunza saso, broiler. Kwa hiyo nimewawekea na joto. Sina mkaa, kwa hiyo nimetumia mbao tu. Lakini chini ya uangalizi mkubwa sana, wa umakini sana. Hapa chini nimetandika malanda, lakini hapa nitandika mfuko ili niwawekee chakula. Kwa hiyo wanakula hapo, then wanaendelea kucheza. Nimeweka moto ambao unawaka, sitaki kuwaonyesha wengine wasije wakaiga alafu ikawaletea shida, kwa sababu hii inafanywa na wale watu ambao very experienced lakini wewe unachotakiwa kuwawekea joto. Kwa hiyo hapa ndani pana joto la maana. Nafikiri unausikia moto unafanya ta. Na mimi nimeweka kiti, nimekaa hapa. Kwa hiyo huu moto uko chini ya uangalizi mkubwa sana, kwa sababu kuna baridi mno. Tayari nilishapoteza kifaranga kimoja. Wakati huu walikuwa wamekaa siku 3 sikuwawekea joto kabisa. Nilipoona nimepoteza kimoja nikaona this is serious. Kwa hiyo nikaamua kuwawekea joto. Guess what? Tangu nimewawekea joto hamna kifaranga kilichopotea. Hivi viwili vyeusi hivi nimevinyang'anya leo. Lakini nimevileta humu kwa hili joto, hata avili vimetulia, vina enjoy tu maisha. Kwa hiyo hapa kuna vifaranga vya kuku 18. Kuna vifaranga vya kuku 19. Kuna vifaranga vya kuku 19, vingine viko nyuma ya jiko hili. Jiko hili hapa. Hili hapa. Unaona moto? Unaona huo moto? Haya. Vifaranga vya kuku vipo 19 na vifaranga vya bata viko 10. Sitaki kupoteza tena kifaranga hata kimoja, especially bata. Sitaki kuwapoteza kabisa. Maji yao nimewawekea Trimafam, nimewawekea DCP, nimewawekea na Amintoto vitamin. So ninawatunza kama ambavyo tunawatunza broiler, kama ambavyo tunawatunza wengine. 3 nimewatoa kwa sababu wao walianza kutotolewa, ni wakubwa kidogo, nimewatenga, nimewapeleka kule ambako nilimweka mama bata na watoto wake. Ndipo nimewaweka hao, na wengine nimewaacha hapa kwa sababu hao wadogo. Kwa hiyo hapa hawa wapo 17. Hapa wapo 18. Kule wapo 3. Kwa hiyo jumla 21. So na vifaranga 21. Na mpango wa kutafuta mashine ya kutotolesha ili kwamba niwe natotolesha hivi vifaranga vya kuku. Natakiwa nipate mashine ya kutotolesha ili niwe natotolesha vifaranga vya kuku wa kienyeji Kwa sababu nimeona sasa hao kuku kutotoa wananisumbua. Yani they are giving me headache. A lot of headache. So I will go ahead of them. Nitawaonyesha kwamba mimi na ubongo mkubwa kuliko wao mama kuku wanachonifanyia. Maana kuku anatoka na vifaranga 3 ameatamia mwezi mzima. What is that? That is madness. Unatumia chakula kumlisha kuku, unamtunza, maji ya kunywa nini, alafu at the end of the day anaacha mayai yote, anatoka na vifaranga 3. Huo ni ujinga. Hayo mayai yaliyoharibika ni afadhali ningekuwa nakula mimi, unanielewa? So sili mayai, mimi huwa najibana sana kula mayai ili at least nipate vifaranga. Wakati wa mchacho wa mboga mimi niingie bandani nishike kuku, unanielewa Kwa hiyo kwa wiki at least nakula kuku wa kienyeji mmoja. Kwa wiki nakula kuku wa kienyeji mmoja. Nimesahau ng'ombe nilinunua lini kwa kweli. Nimesahau kabisa nyama ya ng'ombe nilinunua lini. At least in a week nakula kuku mmoja ya kienyeji. So I have to increase my effort. Natakiwa niongeze jitihada, bidii zaidi ili kwamba niwe na kuku wa kutosha. So I have made up my mind. Kama wewe unajua nani anauza mashine za kutotolesha nzuri ambazo ni imara, hazina uswahili nini, basi comment down hapo, unaweza kunisaidia. We are helping each other. Wale ambao wanapiga simu wanataka msaada, tafadhali tuheshimiane. Tuheshimiane. Unaponiuliza swali,
kwamba vifaranga napata wapi. Ninapokuelekeza unavipata hapo hapo YouTube. Unaanza kukata simu. Kama unataka kunisaidia basi bwana, unakata simu. Sasa unataka mimi nikupe namba za watu wa kampuni. Mimi ninaishi na namba za watu wa kampuni. Mimi mwenyewe nachukua kwenye kampuni. Mimi hapa nina wakala wangu ambaye ni mtu wa hapa hapa nilipo mimi ninapoishi. Kijiji hiki ninachoishi. Huyu hawezi kukusaidia wewe ambaye upo Dar es Salaam, upo Mwanza, upo Kigoma, no. Wewe unatakiwa upate namba ya coordinator au upate namba ya general manager. Yeye ndo atakwambia okay, uko wapi? Niko Dar es Salaam, eneo gani? Labda niko Temeke, atakwambia Temeke, wakala wako anaitwa fulani, namba zake hizi. Yaani coordinator ndo atakayekupa wewe namba, ndo atakayekupatia wewe wakala ambaye atakusaidia wewe mpaka utapata vifaranga vyako. Ninapoanza kutoa maelekezo kukwambia ingia hapo YouTube, tafuta, andika Silverland wazalishaji wa vifaranga Tanzania, unanikatia simu. Kama unataka kunisaidia basi bwana, unakata simu. Yaani huna akili. You are very mad. Una akili kabisa. Unahitaji msaada alafu unanipeleka resi. Unanipelekaje resi? Mimi nakusaidia wewe unanipeleka resi. Yaani unanikimbiza, unaniambia wewe achana na mimi. Kama unataka kunisaidia acha bwana. Unaniambiaje niende tena YouTube? YouTube ipi na nimetoka hapa, nipo YouTube kwenye channel yako. Na kuelekeza watu ambao watakusaidia wewe, kukupa mtu sahihi atakaye kusaidia upate vifaranga vyako kwa wakati. Tuvumiliane. Yaani unatakiwa uwe mvumilivu. Unapiga simu. Unaanza kuniambia, wewe unafuga kuku, nimekuona YouTube. Sasa umeniona YouTube. Umeona YouTube yangu ina kuku. Alafu unaniuliza, unafuga kuku? Mimi unataka nikujibu nini? Nitakacho kujibu mimi nasema, wewe unataka nikusaidie nini? Kwa heri. Kwa heri ya usiku mwema. Sasa unataka mimi nikusaidie nini? Umeona kuku afu unauliza unafuga kuku? Kumbe umefikiri nafuga kwale au njiwa. Watu lazima mwe wavumilivu. Yaani kuweni wavumilivu. Usiwe yani na speed, unataka msaada afu unampiga speed, unampeleka speed mtu ambaye unataka kusaidia. Hatuendi hivyo kabisa. Please. Tuheshimiane wadau, tuheshimiane alafu tupendane. Sawa wapenzi. I love you so much. I have to say this. Lazima niongee ili watu wengine wajifunze. Kweli kuna watu wamelaki kabisa lugha ya communication. Hawana lugha ya communication. Yaani yeye anafikiri yeye ni kuendaga speed tu kwa kila mtu. No, tunatofautiana. Mimi ukinipeleka speed kwa kweli na mimi nakupeleka speed. Tena mimi nakupeleka la Sonic. Wewe ukinipeleka Panasonic mimi nakupeleka la Sonic. Mungu awabariki jamani, mwe na siku njema. I love you so much.